Basi tunawakaribisha katika kipindi chetu cha maji yenye uzima. Ambaye ananena pamoja na wewe ni Apostle Hosea Kimani Wambogo. Tuko located Free Area Home Center katika mji wetu wa Nakuru. Leo tunaongea kuhusu habari ya kusikia. Na kusikia ni kwa aina nyingi, na neno la Mungu walinatangulia kusema katika Waroma 10 mstari wake wa 17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Imani yote, either ni imani mbaya, imani nzuri, mambo yote ambayo mwanadamu huwa anaamini ni kusikia, alisikia. Na aliposikia yakaumba kitu kinaitwa imani. Na imani ndio huwa inasababisha wanadamu wawe vile ambavyo walivyo siku hii ya leo. Naweza sema ya kwamba mimi na wewe tuko vile ambavyo tunaamini. Maana hakuna vile ambavyo unaweza ongezeka zaidi ya kile ambacho unaamini. Kuna watu wanaamini kwa mambo mabaya, kuna watu wengine wanaamini kwa mazuri. Na wacha niseme hivyo, kiamini katika mambo mabaya, katika barabara yako, kila wakati kutakuwa na ugumu na uzito. Maana katika Methali 18 verse 20 inasema maneno ya vinywa vyetu ndio huwa inasababisha tushibe. Hiyo ni kumaanisha kwamba chochote ambacho unasema kinaandamana na imani yako. Na mwanadamu pia hutoa mafuriko ya moyo wake. Chochote ambacho huwa kinatoka ndani ya mwanadamu ni kumaanisha anakule kujazwa ndani ya moyo wake ni yale mambo ambaye anayasema. Na kwa sababu hiyo mambo yale ambayo ninaweza yasema yanaandamana na kitu kinaitwa imani. Na katika Hebrews 11 inasema ya kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo yale ambayo siyaoni. Kwa sababu hiyo huwa tunavuta pia yale mambo ambayo hatuyaoni kwa njia ya imani. Either ni utajiri, ama ni ufukara, either ni maisha mazuri, ama ni mahangaiko hapa duniani. Katika Hebrews 11 verse 1 inasema imani ni bayana ya mambo yale hatuyaoni, lakini tunaamini ya kwamba yapo na yatatukia katika ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo nikiongea kuhusu habari ya mambo ya kusikia, ninaongea kuhusu habari ya maeneo mengi, kuhusu habari ya sauti hata ya Mungu. Kuna watu wengi wameongeleshwa na Mungu na hawaelewi ya kwamba ni Mungu anaongea na wao kwa njia tofauti tofauti. Na hata Mungu anapotuongelesha huwa anatuongelesha ili tuwe na kitu kinaitwa imani na yeye, tumuamini zaidi, na ndipoza apate nafasi ya kuja kufanya kile ambacho amekusudia kwa maisha yetu. Kwa hivyo tukiongea kuhusu habari ya sauti, tunaweza guza maeneo mengi. Hata kuna watu wengine walinenewa na shetani, wakasikia sauti lakini hawakujua kutofautisha sauti hiyo ilikuwa ya Mungu ama ya shetani. Tunaona mtu kama Gideoni katika Judges 6, ukisoma mstari yake ya pale mwisho, Gideoni wakati Mungu alimtokea ni kwa sababu ya mambo ya utumishi. Akamwambia ni lazima adili na madhabahu ya baba yake. Gideoni kwa sababu alijua kwamba kuna sauti mingi huwa zinaongea duniani, alimwapia Mungu ya kwamba Mungu, ninakuomba kitu kimoja, ya kwamba niende niweke ngozi nje, ilale nje, kila mahali kuwe na unyevu. Alafu hiyo ngozi hiyo imekauka na isikuwe na unyevu, ndipoza nijue ni wewe. Alafu baadaye akamwambia Mungu, usikasirike, nataka tena tufanye vice versa. Basi ngozi ibaki kuwa na umande, alafu kisha ardhi ikuwe nchi kavu. Hiyo ni kuwa na uhakika pia na mambo yale ambayo umesikia sauti yake. Maana sauti ni nyingi. Hata adui anaweza akakuongelesha, ukaingia katika barabara ukidhani ni Mungu, shetani akaenda akakuangamiza. Kwa hivyo tukiongea kuhusu habari ya sauti, tunaweza tukaongea katika upana wa kujua sauti ambayo inaongea kuhusu habari ya maisha yako kwa mema, sauti ambayo inaweza kuwa inaongea kama uadui kwa maisha yako, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa tena sana. Kwa hivyo katika Waroma 10 mstari wa 17 imesema, basi chanzo chake cha imani, chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo imani iliyo njema ni kusikia vile ambavyo unasikia siku hii ya leo, na usikie habari ya Kristo. Kristo peke yake ndiye analeta imani iliyo njema. Pastor anaweza kosa kuwa na imani, apostle anaweza kuwa hana imani, mchungaji wako anaweza kuwa hana imani. Maana imani ni lazima iunganishwe na Kristo. Kuna watu ambaye wanafundisha watu mambo yale ni yao, sio yale ambayo yanaandamana na Mungu.
Na kwa sababu hiyo inaweza kukuambia ya kwamba kama mafundisho ambayo huwa unafundishwa hayako katika msingi wa Kristo, basi hiyo ndiyo imani ile ambayo imepotoka. Na kusikia ni kule ambako kunatokana na Kristo. Hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Na basi maneno ya wanadamu na neno la Kristo ni tofauti. Wanadamu wengi wako na maneno, lakini Kristo lake linaitwa neno la Kristo. Na kwa sababu hiyo ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kutunenea na njia kubwa zaidi kuhusu habari ya kusikia sauti. Na kuna watu ambaye pia Mungu aliwaongelesha na pia akiwaelekeza kama Ezekieli. Tuangalie Ezekieli 37 kuanzia verse 1. Tunaona ya kwamba vile ambavyo Mungu pia anaelekeza watu kuhusu habari ya sauti, ya kwamba sauti yangu na sauti yako ikiwa inaandamana na kitu kinaitwa mamlaka, ina uwezo wa kutiisha vitu. Wacha niseme hivi, kila moja kinywa chake kina uwezo. Sauti ambayo unaitoa inakuwa na nguvu, aidha ya kukuangamiza wewe ama ya kukuletea heri njema, aidha ya kuangamiza watu wengine ama ya kuwaletea heri njema. Sauti ya kila moja inakuwa na uwezo. Kile ambacho kinajalisha sana ni kile unaamini ndani ya moyo wako. Na nipoza tumeona ya kwamba imani yote ambayo inaandamana na Kristo inakuwa hai. Imani pasipo matendo, katika James inasema, imekufa nafsini mwake. Na kwa sababu hiyo jambo lolote ambalo tunaamini tukiwa ndani ya Mungu lina uwezekano 100%. Yawezekana wakati mwingine mambo yale yasifanyike hapo na hapo, sawasawa na Habakuki 2. Habakuki anaenda kumulilia Bwana, na hiyo ni kumaanisha amepaza sauti yake kwa Mungu. Lakini Mungu anamjibu Habakuki, anamwambia ya kwamba mimi Habakuki huwa ninatimiza hoja za mioyo ya wanadamu katika yale majira ambayo Mungu mwenyewe ameyaamuru. Kwa hivyo ni kumaanisha licha ya kwamba tunaongea, licha ya kwamba tunasema, licha ya kwamba sauti zetu zinasikika, lakini pia ni lazima tujue kuna majira ambayo yanakuwa yamekubalika kwa kila jambo ambalo pia tunalisema mbele za Bwana. Kuna majira, ni kama vile ambavyo inaweza semekana ya kwamba huyu mtoto ni mkuu. Ni kama vile ambavyo neno la Mungu linasema. Yesu wakati mmoja alikuwa anafundisha, anasema mtoto anaweza kuwa baba yake ni mtajiri sana, lakini kabla mtoto yule hajakomaa, yeye huwa analinganishwa na mtumwa. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ukomavu huwa unatusaidia pia kuingia katika hatima ya maneno ya vinywa vyetu. Naweza kuwa ninaongea maneno mazuri sana, maana huwa tunaumba mambo kupitia katika vinywa. Vinywa huwa vinaumba mambo. Kinywa cha mwanadamu katika mstari wa 21 katika hiyo Methali 18:20 na 21 nasema ya kwamba pia kinywa kina uhai, kinapeana uzima, kinapeana mauti. Mdomo wako unaweza ongea kifo, unaweza ongea uhai. Na nipoza kila wakati ni vyema sana hata wewe mwenyewe unatunza maneno ya kinywa chako, maana mwanadamu ni yale maneno huwa anayasema. Na ukisema maneno ya kukugandamiza, una uwezo wa kupata magandamizo katika barabara yako. Katika Ezekieli 37 verse 1 nasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katika bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipandisha karibu nayo pande zote. Tazama, palikuwa na mifupa mingi, na ule uwanda nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Neno la Mungu linasema Ezekieli wakati mmoja akachukuliwa na roho wa Bwana, akapelekwa katika bonde la mifupa. Na lile bonde la mifupa, Mungu alikuwa anataka kutia maneno ndani ya moyo wa Ezekieli, na nipoza anene yale mambo. Na wacha nikwambie, wakati mwingi tunaogopa kuongea mambo makuu, na ndio tunajizuilia katika maisha. Ni vizuri ujitabiriage mambo mazuri, mpendwa. Haijalishi hali zako ziko aje, haijalishi yale mambo unapitia kwa maisha, ni vizuri ujifundishe kujitabiria mambo mazuri. Ukiamuka asubuhi, nena na moyo wako, mimi ni mtu mkubwa hapa duniani.
Tangazia maisha yako, mimi sio fukara na mimi sio masikini. Tangaza kwa kinywa chako ya kwamba nitakuwa ninasaidia yatima, nitakuwa ninasaidia wajane. Tangaza na kinywa chako ya kwamba watoto wangu watanyonya matiti ya mataifa ya dunia. Yaani unajitabiria mambo mazuri. Maana vile ambavyo Mungu alitaka kwa Ezekieli, alitamani ajaze yale maneno ambayo yanaleta matumaini katika moyo, kisha ayanene katika ulimi wake. Na hivyo ndivyo mara nyingi hata wachungaji Mungu ametufanya. Siku hii ya leo mara nyingi kile ambacho Mungu ametusaidia sisi kama watumishi wa Bwana ni kuweka matumaini ndani ya mioyo ya wanadamu. Maana watu wengi walikata tamaa kwa maisha, na watu wengine ni wakubwa sana katika maisha, lakini kule kukata tamaa, kila wakati wakiamuka wao ni wadhaifu, kila wakati wakiamuka wao ni wanyonge, kila wakati wakiamuka wana mioyo yao imedhoofika, hata mawazo yao yamedhoofika, na huku mbingu linatangaza ya kwamba nyinyi ni watu wakuu katika maisha. Tunaona mtu kama pia katika Judges, mtu ambaye anaitwa Gideoni. Gideoni Mungu anamtokea akiwa mahali pa kufura ngano, na Biblia inasema ya kwamba ujumbe wa malaika wakati alimkuta Gideoni anamwambia shujaa, maneno ambayo yamejaa matumaini. Hebu imagine mtu ambaye anajificha, lakini malaika wa Bwana akija anamuaddress shujaa. Shujaa, mtu ambaye ana uwezo wa kupiga Wamidiani akiwa peke yake, na saa hiyo ako katika hali ya kuficha ngano yake, ili hao Wamidiani ambaye bingu linasema ana uwezo wa kuwapiga akiwa mtu mmoja, ili wasije wakachukua ile ngano. Mara nyingi mimi nina imani ya kwamba hata siku hii ya leo Mungu amenituma hapa kwa mbele yako ili ukaweze kusikia neno la matumaini, ukabadilisha nia ya mawazo yako, ukabadilisha mtazamio wako, ukajifunza jinsi ya kuongea, ukajifunza jinsi ya kujitabiria, ukajifunza jinsi ya kuona mambo yale yanakaa kana kwamba ni mafu ama yamekufa kwa maisha yako, yana uwezo wa kupata matumaini tena katika maishani mwako. Mstari wa 3 katika Ezekieli 37 inasema, akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Sasa ni Mungu anajadiliana na Ezekieli. Anamuuliza, je, hii mifupa mikafu ambayo umeiona? Na unajua mifupa mikavu ni kumaanisha ya kwamba nyama ziliweza kuoza na mpaka hakuna mahali kunaonekana kitu kingine, ni mifupa peke yake. Yaani imekauka kiwango ya kwamba haina hata ile mafuta ya ndani. Unajua mifupa inakuwa na mafuta, na nipoza wale ambao wanapenda supu wanaenda kukunywa ile mafuta ambayo inatoka ndani ya mifupa. Hiyo ndiyo supu, na inasababisha supu kuwa mitamu. Lakini mifupa ikiwa mikavu, hiyo ni kumaanisha ya kwamba hata ikichemushwa hakuna hata ladha hata kidogo unaweza ukahisi ndani ya hiyo mifupa. Itabaki kuwa tu ni yale maji ambayo uliyachemusha, licha ya kwamba umeweka ile mifupa. Na ndio Mungu anamuuliza Ezekieli, je, mifupa hii mikavu, mwanadamu, unaonaje? Hii mifupa inaweza ikapata uhai tena? Hebu sikiliza vile ambavyo Mungu anamuuliza. Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Ezekieli akamwambia Bwana, haya maneno ambayo umeniuliza ni mazito sana, lakini wewe Mungu umebeba jawabu ya mambo yote katika maisha yetu. Na siku hii ya leo mpendwa, ningetaka kusema hivi, licha ya kwamba unaweza kuwa hauna matumaini, lakini Mungu amebeba jawabu ya maisha yako. Nataka kusema kwa damu ya Yesu ya kwamba licha ya kwamba wewe hauna matumaini, licha ya kwamba wewe umefika mwisho, licha ya kwamba haujui ufanye nini hata hiyo dakika ambayo utaamukia dakika moja mahali ulipo, ninataka kutangaza kwa neema ya Bwana ya kwamba Mungu ana jawabu juu ya maisha yako. Ezekieli akamwambia Bwana, we Mungu ndio unajua hii mifupa kama inaweza kuishi. Hebu sikiliza maneno ya Mungu juu ya Ezekieli. Mstari wa 4 akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Hebu sikia mtu wa Mungu siku hii ya leo. Lile neno ambalo ninanena na wewe halijatokana na mimi. Hili ni neno ambalo limebeba uhai. Hili ni neno ambalo limebeba matumaini. Hili ni neno ambalo limebeba mabadiliko ya maisha yako. Mungu akamwambia Ezekieli ya kwamba hebu nena, tabiria hii mifupa na kinywa chako. Kwa hivyo kinywa cha mwanadamu kina uwezo wa kutoa sauti,
Na Mungu pia huwa anapendezwa sana na watu waliye na imani, na kilio cha watakatifu Mungu huwa anakisikia. Hata wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya utumwa, Biblia inasema ya kwamba Mungu alisikia kilio cha wana wa Israeli. Kwa hivyo hawezi ukawa unagandamizwa na umenyamaza kimya, hakuna kitu unasema. Mungu anapenda yale mawasiliano, maana mawasiliano huwa inatuweka katika viwango vya Mungu, kujua vile ambavyo tunamwamini na vile ambavyo tunamtambua katika maishani mwetu. Vile ambavyo unaongea leo inajalisha kama unamjua Mungu ama umjui Mungu. Na wacha nikwambie, 99 wa Kristo 99% hawamjui Mungu. 99%. Maana huwa wanaongea tu kinyume kila wakati. Kila wakati wanaongea kushindwa. Kila wakati ukiwasikiliza wanaongea tu kama watu wa dunia. Maana vile ambavyo huwa tunaongea ndio huwa inajalisha kana kwamba tunamheshimu Mungu, kama tunampenda Mungu, ni kana kwamba tuko na shaka na yeye ama hatuna shaka na yeye. Na imani yoyote ambayo iko na shaka, Biblia inasema ya kwamba huwa haifanikiwi. Kama wewe unamwamini Mungu na una shaka na yeye, basi ni kusema ya kwamba hicho ni kisingiti cha kusababisha imani yako itabaki tu kwa maneno makavu ambayo hayajachanganywa na njia ya imani. Mungu akamwambia Ezekieli ya kwamba tabiria hiyo mifupa na kinywa chako. Na siku hii ya leo, licha ya kwamba mimi mtumishi wa Bwana nimekuja ili nikutayarishe, ama nimekuja ili nikuonyeshe jinsi ya kumsongelea Bwana, na nipoza dua zako hata maombi yako yakaweza kusikika na Mungu. Mungu anamwambia Ezekieli, sio mimi nitaongea. Wacha kusema ya kwamba ninamgojea Mungu. Mara mingi huwa ninawaambia kwamba hakunaga stage ya kugojea Mungu. Mungu ameshafanya mambo yote katika Isaia. Anasema amefanya mambo yote katika ukamilifu. Mungu akiwa mwanzo, yeye huwa anaona mwisho. Akiwa mwisho, anaona mwanzo. Na mambo yote anakuwa ameyafanya katika ukamilifu. Kile ambacho kinahitajika ndani yetu sisi ni kuingia katika lile neno la Bwana na kuwa na imani katika hilo neno. Na nipoza Mungu sasa anamwambia Ezekieli, ni wewe utakayetabiria hii mifupa. Hebu sikia mstari wake wa 6, inasema hivi: Bwana Mungu akaniambia mstari wa 4 nimesema Mungu akamwambia atoe unabii atabirie mifupa. Mstari wa 5 inasema Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Sasa Ezekieli ameanzia kutangaza kwa neno la Bwana. Na nipoza nimesema kuna kitu nimesema pale nyuma ya kwamba mtu yeyote ambaye huwa anaongea ama ana address watu ama anahubiria watu na hajaunganishwa na mbingu, yale huwa ni maneno makavu. Maneno makavu ni kama hiyo mifupa ambaye haina uhai. Wakati wowote, either ni pastor, either ni bishop, either ni reverend, either ni apostle kama mimi, kama unaweza ongea maneno ambayo hayana Mungu ndani yako ama ndani yangu, yale maneno yanakuwa makavu. Hebu sikiliza vile ambavyo Ezekieli ananena. Anasema Bwana aiambia mifupa, maana ni maneno Mungu ametia ndani yake. Sasa ana address, Mungu ananenea mifupa kupitia kwangu, ikapata mishipa, ikapata nyama, ikapata pumzi, ikapata uhai. Kwa sababu hata lile neno ambalo ninakuhudumia leo, kama halipitishwi kwa Mungu, itabaki kuwa ni kama hadithi za kaka Sungura, ya kwamba watu wanasikia neno lakini lile neno haliletei watu mabadiliko. Maana neno la Mungu lisipochanganywa na kitu kinaitwa imani katika Kristo, tumeona katika Waroma, halina uhai ndani yake. Na kwa sababu hiyo Ezekieli akiaddress haya maneno anasema, haya ni yale maneno Mungu ameweka ndani yangu, na sasa ninatumia kinywa changu kunenea hii mifupa ya kwamba sasa musikie huu nabii. Na mimi nataka kusema nabii yoyote yule ambaye hajatokana na Mungu, yeye huwa anapotosha wanadamu. Anasababisha watu wanapoteza matumaini. Maana hata akitabiria kitu hakitawahi tukia. Na hiyo ndio Biblia inasema ya kwamba tuweke kila roho kwa mizani. Mtu anaweza akakunenea jambo, lakini kwanza kabla haujaliamini liweke katika mizani. Usiende ukiamini kila moja, maana watu ni wengi ambayo wananena, lakini ni wachache wananena wakinena wakiwa ndani ya Mungu. Ezekieli anasema, basi mifupa sikieni maneno ya Mungu kupitia kwangu, mpate pumzi, mpate uzima. Mstari wa 6 inasema, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu,
na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Hebu sikiliza mtu wa Mungu siku ya leo. Mambo yote ambayo tunayaongea yakiwa ndani ya Mungu yana uzima. Na hakuna jambo nzito hapa duniani. Hakuna jambo nzito. Jambo lolote lile, hata lile unaona ni kana kwamba limekolea sana kwa maisha yako, bora Mungu amehusishwa ndani, hakuna jambo nzito. Ezekieli ananenea mifupa mikavu sasa. Anaiambia kwa neno la Mungu, ni lazima mpate nyama, mpate mishipa, mpate mifupa, mifupa ile ikapata nyama na kisha mkapata uhai. Na ile mifupa, Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa na address wana wa Israeli. Na hao ni watu ambao wanamjua Mungu. Watu wale ambao wamekaa kanisani muda mrefu. Watu wale ambao wananyamazisha watu huku nje wameokoka. Na huku hawajui kutumia maneno ya imani kuvuta heri njema kwa maisha yao. Nimekutana na watu wengi sana wanataja jina la Mungu mighty na nini, lakini hawamjui Mungu. Hawamjui Mungu kabisa. Ni kwa sababu kumjua Mungu hata sio kumtaja, kama kuwa umeungamanika katika imani moja na yeye. Na nipoza Ezekieli alimwambia Bwana, wewe unajua. Kisha Mungu akamwambia, nataka utumie maneno haya wewe, kama unajua mimi ninaweza. Kwa hivyo haya maneno yapitie kwako. Na nipoza mstari wa 6 anasema ya kwamba mifupa sasa kwa neno la Bwana ninawatangazia ya kwamba mkapata mishipa, mkapata uhai, mkapata nyama. Na hivyo ndivyo Biblia inasema. Hivyo ndivyo Mungu anahitaji katika maishani mwetu. Na siku hii ya leo mpendwa, nimekuja kutangaza ya kwamba kuna sauti ambayo inaongea mbele yako. Na hii sauti haiko kavu, ni sauti ambayo imebeba nguvu za Mungu. Na nataka kukutabiria kama Ezekieli ya kwamba chochote ambacho kilikuwa kimekufa ndani ya anga yako kwa imani kikaweza kufufuka siku hii ya leo. Haijalishi mpendwa ni mambo gani unapitia, haijalishi ni changamoto gani unapitia, lakini ninatangaza kwa damu ya mwanakondoo, chochote ambacho kilikuwa hakina nguvu, hakina uhai, kikapata uhai siku hii ya leo. Hata kana kwamba ni maradhi ambayo yamekulaza kwa muda mrefu, ninataka uamini siku hii ya leo kwa kinywa cha Bwana kupitia kwa Apostle Kimani Hosea ya kwamba umepokea neema ya uponyaji siku hii ya leo. Na hayo magonjwa nataka kukutangazia kama vile ambavyo Mungu alimwambia Musa ya kwamba hayo magonjwa hautayaona tena ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Nataka kuomba pamoja na wewe mpendwa, popote mahali unanitazama kupitia kwa njia ya imani. Ninajua kwamba kuna kitu kipya kimezaliwa ndani ya maisha yako. Baba, katika jina takatifu la Yesu, ninakushukuru kwa sababu kuna sauti ambayo inanena ya kwamba mifupa yote mikavu, aidha ni kwa biashara, aidha ni kwa ndoa, aidha Baba wa mbinguni ni kwa huduma, aidha Baba ni kwa mwito, mifupa yote mikavu ikapata uhai siku hii ya leo. Aidha ni kwa maradhi na magonjwa yamelaza mtu akapoteza matumaini. Mungu, ninatangaza kwa neema ambayo umeweka juu yangu, ukaponya huyo mtu siku hii ya leo, ukaponya hiyo familia siku hii ya leo. Wacha ijulikane ya kwamba neno lako lina nguvu na lina uhai. Asante kwa uponyaji, kwa damu Yesu Kristo tunaomba na hata tunakushukuru. Mtazamaji wangu siku hii ya leo, kama hujamkubali Kristo, nataka urudie haya maombi nyuma yangu. Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nioshe na unitakase na damu iliyomwagika msalabani. Kutoka hapo tafuta kanisa nzuri la kiroho, ingia pale ulishwe na neno la Bwana. Na kama uko katika mji wetu wa Nakuru, tunakukaribisha mahali pale tuabudu pamoja. Hadi kipindi hicho kingine cha maji yenye uzima, mimi wako Apostle Kimani Hosea. Shalom, shalom, shalom.